Tumeona ameanza mchezo vizuri sana hii leo, lakini mlikuwa na nafasi ya kufunga bao zaidi ya moja. Mmeshindwa kutumia nafasi ambazo mmezitengeneza na kuzibadilisha kuwa magoli. Ugumu wa mechi hasa ulikuwa wapi, David? Mechi tuangalie na kamera. Ugumu wa mechi ulikuwa kwa sababu wapinzani nao walikuwa wamejiandaa, na ukizingatia sisi hatuna muda mrefu sana, tumefanya mazoezi siku 4 mpaka tunakuja kwenye mechi. Kwa hiyo tulikuwa kuna mbinu mpya mwalimu alizozingia, kwa hiyo ilikuwa sio rahisi kufanya yote mwalimu alikuwa, lakini tulikuwa tunajitahidi kwa kadri ya uwezo wetu kufanya yale machache ambayo mwalimu alikuwa anahitaji. Umeanza dakika ya kwanza ya mchezo mpaka umemaliza dakika 90 za mchezo huu leo kwenye kiwango bora kabisa. Ujio wa mwalimu mpya pengine umekupa hamasa yoyote ya kuona pengine ufinyu wa namba ambao ulikuwa unaupata? Ujio wake Steve Becker pengine inaweza ikawa nafasi kwako pia? Popote pale unatakiwa mchezaji ujiandae. Mwalimu anapokuja mpya unatakiwa uoneshe, ili pale anapokupatia nafasi uweze kufanya vyema, kwa sababu mimi mchezaji wa Simba, popote pale inapohitajika, inapokuja nafasi natakiwa nicheze kwa uwezo wangu wote, ili mwalimu niweze kumshawishi niweze kupata nafasi ya kwanza kucheza. Mechi yenu ya kwanza ya Mapinduzi, mmeyaonaje mashindano ya msimu huu? Mashindano kama tulivyoyaona, mashindano ni magumu kwa sababu timu zimejiandaa, ukizingatia kila mtu anataka kuonesha, hasa unapokutana na timu ndogo. Simba wanataka kuonesha na wacheo, kwa hiyo mechi lazima iwe ngumu. Nikushukuru sana David Kameta na nikutakia kila la heri katika maandalizi yenu ya mechi ambazo zinafuata. Asante sana, nashukuru sana. Yakub, hongereni sana kwa mchezo mzuri, lakini poleni pia kwa matokeo ambayo mmeyapata. Shukran, ni mchezo wa mpira. Ndio. Tumefuata maelekezo ya mwalimu tuliokuwa katika uwanja mazoezi, lakini tunashukuru ndio matokeo ambayo tumeyapata na timu kubwa, timu ngumu na timu bora pia. Kwa hiyo tunashukuru wacha ambacho tumekipata. Ugumu wa mchezo ulikuwa wapi hasa? Tumeona leo umekuwa kwenye kiwango bora kabisa na umetangazwa kuwa ndiye mchezaji mwenye nidhamu zaidi. Ugumu wa mchezo ulikuwa kwa sababu hii ni timu kubwa ambayo imetuzidi takriban kila kitu. Kwa hiyo tulikuwa tupo kwenye kujifunza, sababu tunajiona kama tunacheza na kaka zetu, lakini tunataka kuonesha kitu ambacho na sisi pia tunacho, lakini Allah kajalia hapa ndo uwezo wetu ulipofikia. Kwa hiyo tunashukuru. Zanzibar kumekuwa kuna majina mengi sana. Wakati fulani tunasikia unaitwa Ken Ali. Hii imekuwaje? Hebu tuweke sawa sawa kidogo. Ken Ali nimelipata kwenye umri wangu utotoni kabisa. Kwa sababu ilikuwa napenda sana kufunga ndo wenzangu kaniita Ken. Na unalinganishwa na Ken Ali Mwambungu ambaye yupo KMC, ama kuna Ken Ali mwingine? Yaani Ken ilikuwa ni Harry Kane, sio Ken Ali. Ilikuwa ni Harry Kane. Wakati ule ndo kwanza anakuja Spurs ule. Ndo nikalipata ile jina. Lakini wewe kabla kucheza kiungo mwanzoni ulikuwa unacheza kama mshambuliaji? Ni pale kiungo yani. Lakini ilikuwa na jezi zetu za Spurs. Na vazi jezi nambari 10 ambayo alikuwa anaivaa Harry Kane. Ndio. Ndo nikabatiza tule jina, lakini baada ya kujiunga na Fire Zimamoto ndo nikabatiza ile jina la Ken Ali. Na baada ya kumuona Ken Ali mwenyewe ndo nikasema moja kwa moja nalichukua ile. Unafurahia unapoitwa Ken Ali? Unafurahia? Shukrani sana na hongera sana kwa mchezo mzuri. Asante sana, shukrani. Asante sana. Huyu ni mchezaji bora wa mchezo leo, Shamu Karabwe, ambaye amepewa tuzo lakini pia amekabidhiwa mfano wa hundi wa shilingi milioni 1 za Kitanzania kutokea benki ya watu wa Zanzibar. Huyu ni mchezaji mwenye nidhamu zaidi na amekabidhiwa shilingi 500,000 za Kitanzania. Yakub kutokea timu ya Mwembe Makumbi City, miongoni mwa timu bora kweli kweli kwenye ligi kuu visiwani Zanzibar kwa sasa.